من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وشفيه من خلقه وخليله سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه غر الميامين. كما كان الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا مولى جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا مولى جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tutambua mapenzi tukufu. Ama jambo la mwanzo anazihusia nafsi zenu katika taa ya kumtii Allah jalla fi'ala. Na pasina pia kuisahau nafsi yangu katika swala zima na kuihusia katika swala la kuhusiani katika taa ya Allah jalla fi'ala. Na pasina kutaka khiana, rehma na ziada zimwafikie kipenzi cha umma huu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tusabuni wapenzi tukufu, swala zima la takwa ndio himizo la Allah azza wa jalla katika kitabu chake kitukufu. Swala zima la takwa ndio Allah amehimiza katika Qur'ani tukufu, kama Allah alivyoeleza katika sura an-Naba: inna lilmuttaqina mafaza, kwani hakika wamefaulu. Kina nani? Wale ambao wamchao Allah jalla fi'ala. Lakini ndugu zangu, sio kufaulu kwao tu wale wamchao Allah. Allah ameweka ahadi kwa wale ambao wenye kumcha Allah, haki ya kumcha na ukweli wa kumcha. Allah azza wa jalla amewaahidi nini watu hawa katika sura Maryam aya nambari 63, ahadi ya Allah: tilka aljannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya. Hii ya ahadi ya Allah jalla fi'ala wala ambao kumcha Allah ukweli wa kumcha. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza kwa mukhtasar kabla ya kufahamu maudhui ya mada yetu itahusiana na nini. Tilka aljannatu allati, mfano wa pepo ambayo nurithu min ibadina, tutakayowarithisha baadhi katika waja wetu, man kana taqiya, ni wale ambao walikuwa na sifa kuwa wao ni wacha Mungu. Tuombe Allah minani Allah tupe sifati hizo. Tutakuwa wapenzi tukufu, katika maudhui ya hotuba yetu ya leo tutagusia swala zima la kila mmoja kufahamu swala hili: al-istidad li-yawm ar-rahil. Ninapokusudia istidad li-yawm ar-rahil, safirisha akili yako kwa kutafakari
jambo moja tu, man anti fi hadhihi ad-dunya walimadha anta mawjud wa kayfa sayakunu ahwaluna idha u'minna ala aghnaki al-rijal. Jiulize swali moja katika maudhui ya hotuba yetu, tutagusa leo kwa mukhtasar al-istidad li-yawm al-rahil, kufanya maandalizi na siku ya mwisho, na ndio siku ya kila mwanadamu tutamfika siku hiyo. Awe rais, awe mbunge, awe shekhe, awe mufti, au atakavyokuwa akiitwa bilionea na akaitwa nani kwa majina mbalimbali, lakini kila mmoja afahamu ya kuwa ipo siku inaitwa siku ya mwisho. Al-istidad li yawm ar-rahil, lazima kila mmoja asafirisha akili yake, afahamu aisha atakavyoishi, lakini kuna siku inaitwa siku ya mwisho. Tuzamuna pesa tukufu, ikiwa hii ndio siku ya mwisho kwa kila kiumbe kinachoishi katika ulimwengu huu, lazima tufahamu kitu kimoja. Lazima kila mmoja akae chini ajiulize, man anti fi hadhihi dunya. Kaa chini, jitafakari, kisha jiulize swali hili, man anti fi hadhihi dunya, wewe ni nani katika dunia hii? Walimadha anta mawjud, na kwa nini upo kwenye dunia? Lakini ukishapata jawabu la kujiuliza kuwa wewe ni nani katika dunia hii, jiulize swali linginelo, kaifa sayakunu ahwaluna idha u'minna ala aghnaki al-rijal. Kaifa sayakunu ahwaluna, vipi itakuwa hali yangu idha u'minna ala aghnaki al-rijal, nitakapobebwa katika mabega ya wanaume. Bwana Mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi, tusikilize kauli yake asemaje katika maneno yenye faraja, na alowaambia masahaba wakafahamu ya kuwa duniani sio sehemu ya kuishi maisha reality ya maisha kwa akhira. Na ndio maana Allah anapotoa katika mifano katika Qur'ani anaeleza ya kuwa hatuwezi kufikia harakati za masahaba walizozifanya, kwa sababu walikuwa na yakini ya kutambua dunia si chochote maisha ya akhera. Sura 214 Bakara, chukua, am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wazalzalu hatta yaqula ar-rasul والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله كريم. Hapa ndipo pakufika. Mungu anaeleza sifa za masahaba walizokuwa nao, walitambua dunia sio maisha ya kuishi. Na ndio maana hata darasani mwanafunzi akiwa na breathing nzuri, akiwa na akili yenye utambuzi mzuri, walimu humtolea mfano kwa wanafunzi wengineo. Sasa Allah anatupa mfano kwa watu hawa. Allah anauliza swali moja tu, sura al-Baqara 214, am hasibtum an tadkhulul jannata, hivi je mnadhani na mnafikiri mtaingia peponi? Leo kila anayeswali ukimuuliza kwa nini unaswali utasikia anataka pepo, lakini mwenye pepo anauliza swali. Je, tunaposoma Qur'ani tunakuwa tunatafakari kwa nini Mungu anauliza hivi, hali ya kuwa mimi mwenyewe ninachofanya hakuna ninachotaka isipokuwa pepo? Am hasibtum an tadkhulul janna, hivi je mnahesabu, mnadhani, mnafikiri an tadkhulul janna, mtaingia peponi? Pepo ambayo sifa yake kuingia siku ya kiyama ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama yakulu an-nabii sallallahu alaihi wasallam, asbab al-jannah sa'astaftihu fayaqulu man anta faqulu Muhammad bika umirtu an la aftah li ahadin qablaka. Qauli an-nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chukua kauli hii ufahamu ya kuwa kuingia peponi sio wewe matendo yako, isipokuwa ni rehema ya Allah.
Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuonyesha ya kuwa pepo sio yetu, ni rehema ya Mungu kuingia. Asbabal jannata sa'astaftihu, nitakwenda katika mlango wa pepo kisha nitagonga mwenyewe. Faaqulu, patasemwa man anta, wewe unayegonga kwenye mlango wa pepo ni nani? Malaika anauliza anayegonga katika mlango wa pepo, anataka kujua nani mgongaji. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatoa introduce, akajitambulisha, atasema bika au atasemaje? Faaqulu Muhammadi, mimi nimegonga ndio Muhammadi mwenyewe. Malaika atamwambia bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka, bika wa kwa lugha ni tahassul tamu biha, bika wewe tu. Malaika anamwambia wewe tu. Nimeambiwaje? umirtu alla aftaha li ahadin qablaka, asiingie yoyote kuingia peponi isipokuwa wewe Muhammad peke yako. Hebu tizama kwa sharafu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaika anaitambua na anafungua mlango wa pepo, aanze kuingia Muhammad peke yake. Ikiwa huyu bwana akaingia akafunga, wewe na mimi tutaingilia wapi? Na ndio maana masahaba waliyafahamu haya, wakafanya juhudi ya hakika na ya makusudi. Hebu tizama katika tarehe, masahaba na wabashiri wa pepo wakiwa hapa duniani, Mungu anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa wewe fulani na fulani, Muhammad waambie mimi nimekwisha waridhia na peponi wataingia. Lakini haitoshi hivyo. Tizama sharafu ya masahaba, akiwemo moja kwenye masahaba, tutaki kuwataja wengi. Mtizame Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu arda. Bilal ibn Rabah ni moja katika masahaba kwanza walikuwa wadhaifu hata kwenye kutamka, yale matamshi yenyewe hayasikiki vizuri. Maana ni mtu alikuwa na kifefe, hata adhana yake ulikuwa ukisikiliza utasema huyo anayeadhini inaonekana sio msomi. Sehemu ya ashhadu atasema ashhadu, lakini hivyo Mungu karidhia kutokamana na nini? Hakutizama matamshi yake, katizama moyo wake ukoje. Siku moja Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu anaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni yeye ndio muasisi wa kwanza kuasisiwa kuwa muadhini katika Baitul Haram, nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni Baitul Haram, nyumba ya Allah na msikiti wa Allah, lakini imamu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal ibn Rabah siku anaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, is'ad ala dhahri al-Kaaba, is'ad ya Bilal, panda juu ya al-Kaaba faadhini, nenda kaadhini. Bilal akitizama yeye ni mtu dhaifu, Bilal akitizama yeye sio bora. Kuna masahaba wa fasaha, kuna masahaba ulama, lakini vipi Mtume anachagua kuniambia kwenda kuadhini? Bilal ibn Rabah anapanda katika al-Kaaba, ngazi alizotumia kupanda juu ya al-Kaaba ikiwa ni mabega ya masahaba wenzie. Mguu wa kulia unakanyaga katika bega la Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, mguu wa kushoto unakanyaga katika bega la Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Bilal alipofika juu ya al-Kaaba hakuanza kuadhini tu, anamtizama aliyemwamrisha atasemaje. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asikiliza maneno aliyomwambia Bilal ibn Rabah, anamwambia wallahi ya Bilal, inna hadhihi al-Ka'ba la'azimatun 'inda Allah wa innaka al-yawma ya Bilal la ashraf wa a'zamu ila Allah minha. Subhanallah, Bilal anaonekana ni mtu bora. Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu arda, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatamka kauli, anamwambia wallahi ya Bilal, ewe Bilal nakuapia kwa Allah, inna hadhihi al-Ka'ba, nakuapia kupitia al-Kaaba hii, la'azimatun 'inda Allah, ni tukufu mbele ya Mungu. Wa innaka al-yawma ya Bilal
na hakika siku ya leo kwako Bilal la ashraf wa a'zam ila Allah minha, ni mtukufu na ni bora kuliko hata Kaaba hii. Huyu Bilal ibn Rabah radhiallahu anhu, utukufu wake unaonekana ni wa thamani na ni bora kuliko hata Al-Kaaba, utukufu ambao wewe na mimi hatuwezi kufikia. Na ndio maana Mungu akatoa mfano kupitia watu hawa. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma yatikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massatuhum al-ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kwa imani zao Mungu anathibitisha hawa ndio waumini. Katika sura ya Ankabut ukitizama aya ya kwanza, ya pili, ya tatu Ankabut, Mungu anathibitisha imani ya kuwa si vitendo. Imani inaambatanika na sio maneno, inaambatanika na vitendo. Alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Hapa Mungu anataka vitendo, hataki maneno tu. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna. Mungu anauliza swali, ahasiba an-nasu, hivi je watu wanadhani, wanafikiri an yutraku an yaqulu amanna, wataachwa kwa kule kusema kwao sisi mbona tumeamini sie? Mungu ndo anauliza, hivi je mnadhani mtakaposema tu mbona sisi tuna imani na tumeamini, hivi kwa maneno yenu mnadhani mtakuacheni? Mungu akasema kwa nini sitakuacheni? Wala qad fatanna alladhina min qablihim, na kwa hakika tuliwajaribu waliopita kabla yenu. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, na Mungu ndipo alipotambua wa kweli. Wala ya'lamanna alkadhibina, Mungu akatambua warongo ni kina nani. Imani haitamki tu kwa maneno, niamini. Leo msikitini upo, kesho msikitini haupo. Tukiuliza uko wapi? Uko Taifa. Unafuatilia nini? Sio kwenda Taifa, labda umeenda kuswali Masjidul Amin pale ulipo Taifa, kuna mechi yako inacheza msikitini, umesaliti na ibada siku itakupita. Al-istidad liyawm al-jahim. Ndugu wapenzi watukufu, tunajiandaaje sisi sote na siku ya mwisho? Vipi tunafanya maandalizi na siku ya mwisho ikiwa janna inahitaji sifat? Katika surati Imran 133 Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lilmuttaqin. Mungu anaeleza sifa ya pepo, sio watu tukupeana pepo kama maandazi yalobaki. Wasari'u, kimbilieni nini? Maghfiratin min rabbikum, msamaha utokao kwa Mola wenu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, lakini mtambue kuwa pepo mnaoidai upana wake ni mbingu na ardhi. Allah tujalie tuingie pepo hiyo, amin. Lakini pepo hiyo imeandaliwa kwa kina nani? Sawa, pepo ina upana, lakini Mungu akamaliza utata, msifahamu kuwa mtaingia wote. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lilmuttaqin. Mungu akamaliza utata maneno, hataki kuja kuulizwa, akasema imeandaliwa kwa wale wamchao Allah. Mungu atujalie tu miongoni mwao katika hao, amin. Tusambuni na pesa tukofu. Ikiwa pepo inahitaji sifat, kaa chini jitafakari, jiulize, hivi je mimi katika sifa Mungu alizotaka mie kuingia peponi nimo? Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Shafi'i moja katika ulama as-salafi, na ninapokusudia ulama as-salafi nakusudia ulama as-salafi salih, wema waliotangulia. Ninapokusudia ulama as-salaf nakusudia ulama as-salaf as-salih, waliotangulia, wema waliotangulia. Sisi tutabaki kujinasibisha, lakini sisi tutabaki kujipa majina, lakini ulama as-salaf as-salih ni wale waliotangulia. Imam Shafi'i rahimahullah, tizama Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala wa arda, mtu ambaye alifikia wakati akasema inni uhibbu as-salihin wa lastu minhum, na wapenda watu wema lakini mimi sio miongoni katika wema.
Kwa nini? Anajishusha, hataki kujipandisha. Leo nani utakayemsikia anamkimbia? Subhanallah, tumefika hali mbaya. Leo mtu akimwona teja, akimwona kijana mvuta bangi, akimwona kijana kadha, anamwambia wewe na mimi madhehebu yangu na wewe hayaendani, wewe mvuta ganja au mvuta kitu, mimi shekhe mswaliji, kaa mbali na mimi. Maneno haya ni ishara ya kujiona kwa wewe ni msafi lakini yule ni mchafu. Qur'an inatuambia katika sura An-Najm, Allah anasema fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Msizitakase nafsi zenu wenyewe, bali Allah ndiye anayetambua nani mcha Mungu. Ucha Mungu sio mavazi. Ucha Mungu sio kuvaa mavazi fulani ukamwona huyu mcha Mungu. Leo ni wangapi wanavaa kanzu na majoho na mavilemba lakini matapeli? Wangapi? Lakini wale ambao tunaona wamechomekea, subhanallah, leo inafikia wakati tunazuzuka na mavazi. Ukimwona mtu kavaa kilemba na kanzu unasema huyu ndio mcha Mungu. Kunitapeli itakuwa hanitapeli. Lakini unakuja kupigwa kitu kinaitwa mzinga, pako unasema ya subhana, mimi sikudhani kama huyu atanitapeli kwa namna alivyokuwa. Lakini yule ulimuona kavaa kiatu mkuki moyoni kuita akachomekea nguo, atakuja kufanyia muamala pako sema wallah sijapata kufanya muamala na wewe zaidi yako kama wewe ndio ukamilifu. Ucha Mungu hautizamwi katika mavazi. Ucha Mungu ni hapa. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema at-taqwa hahuna. Ucha Mungu uko hapa, akaashiria moyoni. Na ndio maana Qur'ani ikasema yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Vipi tunakwenda kwa Allah nyoyo zetu ziko safi? Imam Shafi'i yeye alifikia wakati kusema inni uhibbu as-salihin wa lastu minhum, na wapenda watu wema lakini mimi sio miongoni mwao katika wema. Imam Shafi'i siku anaumwa, yuko ndani ana maradhi, anaumwa. Mwanafunzi wa Imam Shafi'i anaitwa Imam al-Muzani au Imam al-Muza, anamtembelea mwalimu wake wakati wa subhi. Alipofika nyumbani kwa Imam Shafi'i, Imam al-Muzani rahimahullah anasema dakhaltu ala al-Imam Shafi'i rahimahullah في موضع الذي مات فيه ألا فقلت كيف أصبحت؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أصبحت من الدنيا راحلا والإخوان مفارقا ولسوء عمل ملاقيا والكأس المنية شاربا وعلى الله واردا فلا أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأوزيها. هذا كلام الإمام الشافعي. Msikilize Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, ametembelewa wakati wa subhi na mwanafunzi wake akiwa na Imam Shafi'i, mwanachuoni aliyezaliwa mwaka 150 Hijria, mwaka aliozaliwa Imam Shafi'i 150 Hijria, na ndio mwaka anakufa al-Imam Abu Hanifa bin Thabit al-Nu'man, mwaka 150 Hijria anakufa Imam Abu Hanifa, anazaliwa Imam Shafi'i rahimahullah. Imam Shafi'i anakuja kufa mwaka 204 Hijria, kuzaliwa mwaka 150 Hijria. Alipotembelewa na mwanafunzi wake Imam Shafi'i, anaulizwa kaifa asbahatu, umeamkaje? Sikiliza maneno ya Imam Shafi'i alijibu. Anasema asbahtu min ad-dunya rahila, nimeamka nikiwa mwenye kuondoka katika dunia hii. Asbahtu min ad-dunya rahila, nimeamka nikiwa mwenye kuondoka katika dunia hii. Wal ikhwani mufariqa, na ndugu zangu natengana nao, nafarikiana nao. Subhanallah, unakumbuka siku ambayo ipo siku utawaacha leo ambao unaona maana kwako? Unakumbuka hilo? Ndio maana Imam Yahya ibn Mu'adh rahimahullah, Imam Yahya ibn Mu'adh rahimahullah ta'ala akasema al-uqala'u thalatha, watu wenye akili wako aina tatu. Watu wenye akili zenye kufanya kazi, watu wenye akili zenye kufanya shughuli nzuri, watu wenye akili zenye kujielewa sawa sawa, wako aina tatu. Imam Yahya ibn Mu'adh aeleza hayo. Wa kwanza akasemaje? Man taraka dunia kabla an tatruka, ni mwenye kuiacha dunia kabla ya dunia haijamwacha yeye. Sisi leo tumeiacha dunia au tunasubiri leo tuiache dunia? Kila mmoja akaya atafakari,
dunia amekushaiacha au anasubiri baada ya kufa ndio iache? Subhanallah, leo tukiwa watu kufunga ndoa kabisa na dunia yenyewe. Kuna beti katika Riyadhus Salihin za Imam Shafi'i zilizoandikwa na Imam Nawawi. Ukitizama beti za mwanzo katika Riyadhus Salihin au kufahamia Riyadhus Salihin, Imam Nawawi anaandika beti za Imam Shafi'i, inna lillahi ibadan fatana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست الحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا إن لله عبادا فطنا حقيقة الله نواتهم يأكل تمام طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة ولو إفتلاك دنيا فخوفيا فتنة دنيا. Kwa hiyo alimamu Yahya ibn Muadh rahimahullahu ta'ala naye akaeleza kwa kusema al-uqala'u thalatha, watu wenye akili wako aina tatu. Man taraka dunya kabla an tatruka, ni wale wenye kuiacha dunia kabla ya wao kuiacha dunia, ni wenye kuiacha dunia kabla ya dunia haijawaacha wao. Hawa ndio watu wenye akili timamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم وهو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي بعد وعلى آله وأصحابه وأولي الشرف وبعد. قال بالله أوصي بنفسي مرة ثانية بتقوى الله واتقى المتقون. تقول أحفظ الخطوة مرابين نفسية نفسيين فاستطاع يكون الله سبحانه وتعالى. Napasina kusahau pia katika swala zima pia la kuihusia nafsi yangu katika taa ya Allah mtii azza wa jalla. Napasina kusahau kumtakia rehema za ziada bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukakuni kama tulivyoeleza katika maudhui ya khutba ya mwanzo, kila mmoja afahamu ya kuwa kuna kuishi halafu kuna kitu kinaitwa kuishia. Kila mmoja afahamu kuwa kuishi tutaishi, lakini baada ya kuishi kuna kitu kinaitwa mauti. Ndio maana katika surati Rahman Allah azza wa jalla katika maneno yake matukufu akatuambia kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kullu man 'alayha fan, kila kitu kitakwisha. Ikiwa Allah aliumba dunia, lakini leo hii sisi tumejifanya tunaijua dunia kuliko aliyetuleta kwenye dunia. Aliyeumba dunia anasema kuwa kila kitu kitakwisha, lakini nini kitabaki? Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, itakabaki ni dhati ya Mola wako mkarimu. Kwa hiyo ndugu zangu wapenzi watukufu, wallahi thumma wallah, watu wote mliojazana hapa msikitini, kuna watu wamekusha tupangia ndani huu mwezi wa 7, kuna watu hawatofika mwezi wa ngapi? Wa 8. Na ninapozungumza haya usimtizame wa jirani yako wa pembeni ukasema huenda huyu bwana ndio atakayekuwa mwenye kuacha kutoboa mwezi wa 8, lakini mimi natoboa. Maana leo tukisikia masala ya kukumbushana kwenye mauti, mtu anamtizama wa pembeni yake. Tufahamuni ya kuwa ahadi ya Allah katika Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hii ndio ahadi ya Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Ikiwa huna nafsi kaa pembeni, wewe hutakufa. Lakini uko unajitambua kufa, utakufa. Je, unatafakari baada ya kufa kwangu nini nitakuwa nimefanya nitapokewa na Allah aliyakuwa kaniridhia? Ndugu zangu, mauti anakuja.
Ndugu zangu, kufa kuna kuja na kila mmoja mipango yake itaishia hapo. Wallahi, kila aliyekufa hakuna aliyetimiza mipango aliyoipanga. Watu wote wamekufa walikuwa na mipango, lakini hakuna aliyetimiza mipango. Tusije tukaomba nafasi ambayo Allah ameeleza katika Qur'an, katika sura al-Fatir aya nambari 37, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'malu awalam nu'ammirakum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhiru fadhuqu fama lil-zalimin min nasir. Wa hum yastarikhuna fiha, wa hum وطلوها واقع واو العالية يطرحون فيها ربنا أخرجنا نعمل الله تنقوم تطوه منداني وتجعلنا صالحا غير الذي كنا نعمل tukafanya matendo ambayo hatukuyafanya yaliyokuwa mazuri, tutoe. Allah ametupa nafasi, tutumie nafasi kabla ya mauti hayajafika. Kila mmoja atathmini dunia aliyokuwa na hivi sasa. Je, dunia anatakiwa kuiacha au asubiri dunia aiache? Yahya ibn Muadh rahimahullah, ndio maana katika nasaha zake akatwambia, man taraka dunia kabla an tatruka, iache dunia kabla ya dunia haijakuacha. Lakini kwenye nasaha ya alimamu Yahya ibn Muadh aliyoyaeleza ya kuwa al-uqalau thalatha, wenye akili watu watatu. Wa pili akasemaje? wa bana qabrahu qabla an yadkhula, akajenga kaburi lake kabla ya kuingiza kaburini kwake. Kila siku tunaenda kuzika, na wallahi hakuna hata mmoja aliyetamani kufa katika wanadamu, isipokuwa ni hali ya Allah imefika ikawa hakuna budi kufa. Lakini hakuna ambaye aliyesema mimi nataka kufa na kweli akawa amekufa, isipokuwa mauti yakifika hakuna kizuizi. wa bana qabrahu qabla an yadkhula, yajengeni makaburi yenu kabla hamjaingizwa katika makaburi. Msidhani baada ya kufa kwenu mtakuwa mmemaliza mliokuwa mnayafanya. Msidhani wala ambao leo wanakokumbatieni wanakupendeni. Anayekupenda mapenzi ya dhati ni Allah jalla fi ula. Tutakuwa mapenzi tukufu. Akhira inatusubiri, na akhira hakuna inachohitaji isipokuwa sisi kujiandaa na maisha ya akhira. Na kila mmoja atafakari, kuna maisha tunayoyaenda, maisha ambayo yenye upweke na maisha ambayo yenye dhiki, isipokuwa ni maisha ya kaburi. wa bana qabrahu qabla an yadkhula, yajengeni makaburi yenu kabla hamjaingizwa makaburini. Tumwombeni Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika haya machache tuliyosema, yeye miongoni katika alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una sana. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم خلفاء الراشدين أمير المؤمنين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وإلى بقية أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ربي أعطيتنا الإسلام بدون مسألة فلا تحرمنا الجنة ونحن نسأله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، اللهم تسمعوا قوموا إلى الصلاة.